Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini, Jenerali Jacob John Mkunda, amesema kuwa jeshi na taifa linatambua ushindi na mafanikio makubwa yaliyoletwa na wanamichezo nchini, hasa kwa timu za majeshi kwa kutumia jasho na damu katika kuliheshimisha taifa ndani na nje ya nchi. Jenerali Mkunda ametoa kauli hiyo Septemba 26 mwaka huu 2025 katika viwanja vya Lugalo Golf Club jijini Dar es Salaam wakati wa sherehe ya kuwapongeza wanamichezo kutoka Jeshi la Ulinzi wa Wananchi Tanzania Ngome, Jeshi la Kujenga Taifa JKT, timu ya wanawake ya JKT Queens na mwanariadha Alphonce Simbu. Amesema jeshi limeandaa hafla hiyo kwa kutambua ushindi na mafanikio yaliyoletwa na wanamichezo katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Kwa furaha na fahari kubwa katika jeshi na taifa letu kwa ujumla, leo tunautambua na kufurahia rasmi ushindi na mafanikio makubwa yaliyoletwa na wanamichezo wetu katika mashindano mbalimbali ndani na nje ya nchi yetu. Vile vile tumekutana na kuwapongeza kwa pamoja mafanikio ya wenzetu ambayo sote tunatambua kwamba yamepatikana kwa maandalizi ya muda mrefu na yaliyoandamana na jasho jingi, lakini pia nidhamu ndani yake. Kwanza niwapongeze kwa dhati kabisa timu ya Ngome kwa kutoa ushindi wa jumla katika michezo ya Bamata 2025 kule Zanzibar. Tuwapigie makofi sana. Bila shaka ushindi wao unaonyesha thamani ya mshikamano, nidhamu na ari ya hali ya juu miongoni mwa wachezaji, walimu, lakini pia viongozi wao. Timu ya Ngome imeweka alama na mfano mkubwa wa kuigwa kwa kuonyesha taswira nzuri michezoni. Hongereni sana Ngome kwa kuliletea jeshi letu heshima kubwa. Katika mashindano hayo nimetaarifiwa kuwa pacha wa Ngome, yani Jeshi la Kujenga Taifa, walikuwa washindi wa pili kati ya kanda 7 zilizoshiriki. Nao nichukue fursa hii kuwapongeza kwa dhati, maana wameweka bidii kubwa kukipata hicho walichokipata. Kwa ujumla wao Ngome na JKT wameliheshimisha sana jeshi letu la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania. Vile vile napenda kuipongeza sana timu ya JKT Queens kwa kutoa ubingwa wa mpira wa miguu kwa wanawake kombe la Sekafa 2025, mashindano yaliyofanyika Nairobi, Kenya. Kuhusu ushindi wa mwanariadha Simbu, Jenerali Mkunda amesema kuwa ushindi wa Simbu si fahari tu kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi, bali ni fahari kubwa kwa taifa kiujumla, na kitendo cha ushindi huo Simbu ameweka mfano wa kuigwa kwa kupambana hadi tone la damu. Na ushindi huu si tu ni fahari kwa jeshi letu, bali pia ni fahari kubwa kwa taifa letu la Tanzania. Staff Sergeant Felix Simbu ni mpambanaji kwenye kuweka viwango, kuweka lengo na kulipigania lengo hilo mpaka anapofanikiwa. Kwa wengi mlioangalia picha mjongeo, mtaona kwamba alitumia nguvu kubwa sana kumpita mpinzani wake katika nukta za mwisho kabisa za kumalizia. Ndio maana ushindi wake ilibidi uamriwe kwa picha, maana kwa macho ya kawaida usingeweza kubaini kikamilifu nani ameshinda. Staff Sergeant Simbu ameweka mfano wa kuigwa wa tabia ya kijeshi, ya moyo wa kupambana hadi tone la mwisho la damu. Hongera sana Staff Sergeant Simbu kwa kuliheshimisha jeshi letu na taifa letu kwa ujumla.
Hata hivyo, Jenerali Mkunda amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kulitengenezea jeshi na kutekeleza majukumu yake kikamilifu, ikiwemo kuendeleza michezo, ambapo pia amesema mchango wa Rais Samia ni mkubwa na ndio unaoleta matunda katika sekta ya michezo jeshini. Hapa napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kulitegemeza na kuliwezesha jeshi lake kutekeleza majukumu yake ya kikamilifu, ikiwemo kuendeleza michezo. Mchango wa Mheshimiwa Rais ni wa thamani kubwa na ndio unaotuwezesha leo kusherehekea ushindi na mafanikio haya makubwa tunayoshuhudia. Jenerali Mkunda pia ametoa rai kwa wanamichezo kuendelea kuchukua vikombe na medali mbalimbali wanazoshiriki ndani na nje ya nchi ili kuweza kuipaisha vyema bendera ya taifa la Tanzania. Kuzingatia umuhimu huo, nitumie fursa hii kuhakikishia kwamba makao makuu ya jeshi yataendelea kutoa kipaumbele katika kukuza michezo, kuendeleza vipaji na kuhakikisha wanamichezo wetu wanapata mazingira mazuri ya kufanikisha malengo yao. Aidha, mafanikio yao yanapaswa kuwa chachu ya kuwatia moyo wanajeshi wengine na vijana wa Kitanzania kuiga nidhamu, bidii na kujituma. Ndio maana mara nyingi huwa nawaambia michezo jeshini ni sehemu ya kazi. Michezo ni sehemu. Anavyokimbia simbu ni sawasawa na anavyoendesha kifaru. Mwanajeshi mwingine anaendesha kifaru. Anavyokimbia simbu ni sawasawa na karani anayetuchapia nyaraka zetu ofisini. Sawa. Kwa hiyo mtambue kuwa michezo ni kazi kama kazi nyingine ndani ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Daima zingatieni mambo makuu manne kwa mwanajeshi, iwe ndani au nje ya nchi hii. Mambo hayo napenda kuyataja kwani nidhamu nzuri, utii, uhodari na uaminifu. Kwa upande wake, mkuu wa operesheni na mafunzo wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Meja Jenerali Ibrahim Mhona, amesema ushindi wa wanamichezo hao sio tu umeleta sifa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, bali ni kulitangaza jeshi kitaifa na kimataifa. Ushindi wa wanamichezo hao sio tu umeliletea jeshi letu sifa, bali umeendelea kulitangaza jeshi letu kitaifa na kimataifa. Afande CDF, ushindi huu tunaosherehekea leo ni matokeo ya jitihada zako katika kuhakikisha pamoja na utekelezaji wa majukumu ya msingi ya kila siku ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania na JKT, lakini vile umeendelea kuipa michezo kipaumbele. Siku zote umekuwa ukisisitiza kuwa michezo ni sehemu ya majukumu ya jeshi na tunapoifanya basi tuifanye kwa bidii na kwa umakini. Aidha, miongoni mwa maelekezo yako ya mara kwa mara, uwezeshwaji na uratibu unaofanywa na makao makuu ya jeshi umeendelea kuwa chachu ya kuwafanya wanamichezo wetu kujiamini na kuendelea kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali kitaifa na kimataifa. Aidha, Meja Jenerali Ibrahim Mhona amempongeza Meja Jenerali Rajabu Mabele, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT, kwa jitihada zake za kulea timu hizo hadi kupelekea kuibuka kidedea katika michuano mbalimbali. Kipekee, afande mgeni rasmi, niombe kumpongeza Meja General Rajabu Mabele, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, kwa jitihada zake za kulea timu hii na timu ya kanda Jeshi la Kujenga Taifa, ambapo kumepelekea kupatikana kwa ushindi tunaoshangilia leo. Tunaomba tumpongeze.
GMTV, Dar es Salaam.